Lakini kwa upande wa referee kwenye upande wa referee anapokosa umakini au msaidizi wa referee anapokuwa amekosa umakini, pia inatakiwa achukuliwe hatua, kwa sababu hutakiwi kukosa umakini. Of course. Kwa sababu siku ya kuteuliwa hapo ni maana wewe ni mtu makini. Ndio. Sasa ukipungukiwa hapo kuna taratibu zake zinafuatwa. Na sio umakini tule. Na utimamu wa mwili. Na ndio maana waamuzi wote kabla ya kuwa mwamuzi anapimwa kwamba je, yuko kiakili, yuko sawa sawa. Kwa hiyo Kassim Mpanga alikosa umakini. Itabidi alipungukiwa umakini. Kwa kauli ya Wallace Karia itabidi apelekwe mahakamani. Atafikia tu. Sasa katika hili ni swala la mwamuzi msaidizi wala sio mwamuzi Mchui. Na kwa marejeo ya TV ilivyokuwa ikionyesha, awali yule mchezaji alikuwa offside awali, mara ya kwanza kabla wakati mpira unachezwa kule. Assistant alikuwa anakwenda sawa sawa kama inavyotakikana, na second last defender alionekana kweli akiwa offside. Ilipokuja kurejewa baadaye mpira sasa ndio unakuja, ile offside ilikuwa imekufa. Naam, mwanamichezo, kama ambavyo mnafahamu, tunapata nafasi ya kuzungumza na wataalam hasa kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambao ilichezwa pale mjini Zanzibar, kwa maana Zanzibar katika dimba la New Amani Complex, na kikubwa sana nimemtafuta Said Nasoro ambaye alishawahi kuwa mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu, kwa maana kwa marefa, chama cha marefa FRAT. Kikubwa ni kumtafuta ni kutaka kufahamu kuhusiana na mchezo jinsi ambavyo umeenda, lakini kwa refa ambaye watu wengi walikuwa na mashaka sana kuhusiana na refa, kwa upande wake tathmini yake ilikuwaje, kwa upande wa wasaidizi wa refa pia walikuwaje. Sasa hapa niko kwenye line sasa hivi na Nasoro Saidi, referee lakini pia ambaye alikuwa mwenyekiti wa FRAT kipindi cha nyuma. Atuambie kuhusiana na mtazamo wake. Mzee Saidi, habari ya muda huu? Nashukuru Mwenyezi Mungu bwana. Nadhani huko mnaendelea vizuri kabisa. Tuko vizuri, nashukuru Mwenyezi Mungu. Dabi ulifuatilia bila shaka, na ulionaje? Nimeifuatilia, nimeiona imekwenda vizuri kwa matarajio ya wengi yalivyokuwa. Kwa kweli imekwenda vizuri. Ukisema matarajio ya wengi ulikuwa unamaanisha nini hapo? Wengi walikuwa na mashaka. Ndio. Na nimefuatilia mijadala mingi. Mzigo mkubwa ulikuwa umetishwa kwa waamuzi wote, hawakuwa na imani na waamuzi. Ndio. Walio wengi. Hasa Mwinchui. Hasa Mwinchui. Lakini vipi, umeona kama ameitendea haki dabi au kulikuwa na mapungufu? Ameitendea haki. Ameitendea haki kwa jinsi ninavyomfahamu, kama nilivyoeleza awali. Ndio. Ameitendea haki. Si mwamuzi wa leo wa jana, ni wa siku nyingi kidogo. Na kwa jana, kwa assessment yangu mimi, ameonyesha ukomavu. Lakini wakati unasema ameonyesha ukomavu, kuna watu wanalia, wameumizwa na walistahili kupata haki zao. Labda kuna chochote ambacho umekiona na wewe katika ule mchezo? Kama binadamu, sio rahisi kumridhisha kila mmoja. Lakini mimi nilimtazama kwa jicho la kitaalamu. Nasoro Mwinchui kwa jana amejitahidi sana. Licha ya kwamba kulikuwa na pressure ilikuwa kubwa sana, lakini nashukuru ametulia na ameongeza umakini sana. Lakini kingine ambacho kikubwa ambacho experience jana, ndio mtazamo wangu ulivyokuwa ukielekea. Ndio. Mimi niwapongeze sana, kama sio kwa ujumla wake TFF, kumweka mtathmini Mjuni. Ndio. Kwa waamuzi wa jana, kwa kiwango alichochezesha, sifa kubwa zimwendee Mjuni. Ametimiza wajibu wake kuwafanyia counseling sana hawa kabla, wakati na baada ya mchezo.
Kwa unamaanisha utulivu wote ambao unauzungumzia umetokana na kuambiwa jamani kafanyeni kazi hivi na hivi na maelekezo mengi kutoka kwa Mjuni. Mjuni namfahamu. Ndio. Mjuni namfahamu vizuri na ni mwamuzi ambaye amestaafu sio muda mrefu. Dabi anaifahamu vizuri na bahati nzuri anaishi Dar es Salaam hapo. Pressure zote hizi kwake hakuna ugeni. Lazima atakuwa amefanya mchango mkubwa sana juu ya uamuzi wa mchezo wa jana. Mimi binafsi napeleka kongole nyingi sana kwa Mjuni. Ametimiza wajibu wake, na kama utakumbuka mwandishi niliwahi kuzungumza na wewe nasema tungepaswa kuwa na counselor. Ndio. Waamuzi wa jana wamebahatika kupata referee assessor ndio aliye makini. Ndio. Kwa hiyo hakuna malalamiko yoyote kuhusiana na kilichozungumzwa sasa hivi. Ni kama Simba wanadai kwamba wameonewa. Wewe kwa upande wako nafikiri kweli wameonewa? Manake ile ilikuwa ni goli, bila shaka ulitazama lile ni goli sio goli. Usiulize swali la direct hilo. Ndio. Unajua sio kwamba nakwepa. Pamoja na kwamba nilikuwa naangalia mpira kwenye TV. Ndio. Cha kwanza offside inatazamwa na mwamuzi msaidizi. Ndio. Sasa katika hili ni swala la mwamuzi msaidizi wala sio mwamuzi mchui. Na kwa marejeo ya TV ilivyokuwa ikionyesha awali yule mchezaji alikuwa offside awali, mara ya kwanza kabla wakati mpira unachezwa kule. Assistant alikuwa anakwenda sawa sawa kama inavyotakikana na second last defender alionekana kweli akiwa offside. Ilipokuja kurejewa baadaye mpira sasa ndio unakuja, ile offside ilikuwa imekufa. Hapo namzungumzia mtu ambaye ni Kasim Mpanga kutoka Dar es Salaam. Ndio hivyo manake ukishatusema swala la offside lazima unamzungumzia assistant. Ndio. Ni 100% kazi yake yeye mwamuzi msaidizi. Moja ya kazi yake kubwa ni kujaji nini? Offside. Ndio. Hilo swala mchui. Sawa. Sasa mazingira uliyoyaona kwa upande wako yalikuwa ni offside au sio offside? Ndio hicho nilichokuwa nikikueleza. Lakini mpaka unapigwa ule mpira na upate ule mfungaji, offside ilikuwa imeshakufa. Sawa? Ndio, sawa, nakusikia. Sasa inawezekana assistant alikuwa bado na ile dhana ya kwamba alikuwa offside, pengine macho alikuwa amepepesa pembeni kidogo kufuatilia mpira unavyokwenda. Sasa ulipopigwa ghafla kuja kugeuza macho hivi, kwa sababu alishamnoti kwamba awali alikuwa offside, akajua labda alikuwa ameendelea kuwa offside. Sasa huu ni mtazamo wangu. Kwa wewe kama ungekuwa referee msaidizi kwa pale, makosa kama yale unaweza ukayafanya kweli? Kibinadamu inaweza katokea, usiweke guarantee. Alafu kumbuka kwamba ni mchezo wenye movement. Kwa mchezo wa jana ilikuwa movement ya kasi. Sekunde tu movement inabadilika. Ndio. Sasa inawezekana kweli ile kwa offside kwa awali kabla mpira ule hujamwendea, uliporudi na nini huyu akajihakikisha kwamba nilishamuona alishakuwa offside, sio sasa hivi yuko pengine kwa ile kasi ya mpira. Kwa wewe kwa upande wako, kwa upande wa Simba ambao nalalamikia goli lao, maana yake unasema wameonewa? Mimi siwezi kusema wameonewa. Ndio. Malalamiko yapo tu. Sasa ndio nakwambia kuna masuala ya binadamu inawezekana kupitiwa. Sasa Nasoro Saidi, unaweza kusema umepitiwa kwenye mazingira kama yale ambayo mtu ambaye sio mwamuzi na hajasomea anaona kabisa sio offside, lakini na wewe pia ambaye umesomea uamuzi na unafahamu unaona kabisa ilikuwa sio offside. Kwa nini yule refa msaidizi kwa nini aseme offside?
Ndio maana nimeweza kufafanulia mapema, kama unafuatilia sana ule mpira ulivyokuwa. Ndio. Na hasa sisi watazamaji, hata nyinyi mliokuwa kiwanjani, sisi watazamaji, ule mrejesho ulivyorejeshwa awali ulionyesha kabisa yule mchezaji alikuwa offside, wakati bado mpira unachezwa kule, wakati bado hajaachiwa Elset Aura. Ule mpira bado ulikuwa bado hujafika maeneo yale. Ndio. Ndio maana nimekwambia mpira ni mchezo wa kasi. Lakini si ndio itakiwa mwamuzi msaidizi ndio anakuwa makini kuliko hata wanaotazama pembeni? Ndicho hicho ninachokwambia. Sasa kuna masuala ya kibinadamu, mapungufu ya kibinadamu, unaona Ndio. Sasa hayo ni mapungufu ya Kassim Mpanga kidogo amepitiwa pale, na ilistahili Simba wachukue goli lao kabisa lile. Umakini ulipungua kidogo. Kwa hiyo Simba wakiwa wanalalamika, unaona ni haki kabisa, mwamuzi msaidizi aliteleza pale. Sawa, ni kulalamika, sawa. Ndio. Wala si walaumu Simba. Umeona Ndio. Kwa sababu tayari yale maamuzi na mwamuzi alisha accept. Ndio. Sasa Simba kulalamika ni sahihi tu kulalamika, wala si walaumu. Kumbe inaweza katokea wakati mwingine mwamuzi msaidizi akakosa umakini kwenye eneo lake. Sio mwamuzi msaidizi, hata mwamuzi wa katikati anaweza kukosa umakini. Na ndio maana utakuta kama kwa uzoefu wako wa kufuatilia, ndio penalty nyingi zinalalamikiwa. Ndio. Penalty zinalalamikiwa. Pale ilikuwa penalty kabisa, kaacha. Ile katoa sio penalty. Umeona vyote hivyo. Sasa tunamalizaje hapo? Lakini pia Yanga nao wanalalamikia kwa sababu kwa upande wa Dube naye alionekana kuwa offside. Au unaonaje ile movement ambayo Dube alikuwa anaelekea kwenda kufunga? Mwamuzi msaidizi Ramadhan alikuwa ni Hamdani Saidi kutoka Mtwara, alisema ni offside ya Dube. Kwa upande wako unahisi kweli ilikuwa ni offside ile? Sasa unajua mimi sio sheria. Ndio. Lakini ukienda kwenye sheria inasemaje? Ndio cha msingi kikubwa hicho. Sawa. Lakini hawa bado ni binadamu. Halafu malalamiko ni vitu vya kawaida katika angalia mechi ya jana ilivyokuwa na tension na matarajio ya kila upande. Umeona Ndio. Sasa vitu vile ukivishupalia sasa hivi unaweza ukaongeza mgogoro. Kwa hiyo sasa kwa upande wako, kwa upande wa Simba umezungumza ukweli kabisa kwamba Simba walistahili kupata ile goli, lakini mwamuzi hakuwa makini kwenye kwenda kuiangalia matukio yote ya mwanzo mpaka ya mwisho ambayo ilisababisha liwe goli kamili. Inawezekana alikuwa ameteleza, lakini hii unaionaje? Ilikuwa makusudi, ilikuwa imeteleza au ilikuwa ndani ya sheria? Hiyo bahati mbaya sana sikuiona kwa umakini. Okay. Na akili yangu yote sikuchukua concentrate sana. Unaona? Ndio. Sikuweka umakini sana kwenye hilo na nijilaumu mwenyewe. Lakini vipi kuhusiana na kauli ambayo alizungumza rais wa mpira wa miguu kwa maana Wallace Karia, akisema kwamba kama kuna mwamuzi atazingua, hasa akimzungumzia Nasoro Mwinchui, kwamba kama akizingua atashtakiwa, maana atapelekwa mahakamani. Sasa kilichotokea wewe unakionaje hiki? Nao wanastahili kupelekwa mahakamani. Mwinchui hajafanya kosa, lakini watu wa pembeni hawa nao wanastahili kwenda mahakamani hawa. Bado labda watu wamemtafsiri vibaya rais kumpeleka mahakamani, maana mahakama za kimpira sio mahakama hii mahakama. Lakini hakusema kama mahakama za kimpira. Ingekuwa mahakama za kimpira singesema tumpeleka kwenye kamati. Lakini yule rais wa TFF ndio ni mtu mwenye mamlaka kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo ukisema mahakamani, kuna sehemu kuna mahakama ya mpira. Mimi niliposikia tu hiyo mahakama nikajua ni mahakama ya mpira.
Kwa hiyo wewe ulimaanisha wewe ulielewa kama ni mahakama ya mpira na sio mahakama ya kiraia ambayo unamshtaki mtu kwa jinai? Hapana, mimi sikuenda huko. Mimi nilikuwa najua anakwenda tu kwenye kamati za mpira. Kwa hiyo unafikiri rais TFF kwa maana Wallace Karia aliteleza naye kusema mahakama itakiwa seme kamati za mpira? Sasa nachelea kusema kwamba aliteleza. Matumizi ya lugha tunakuwa huru sana katika matumizi ya lugha. Ndio. Hata hiyo offside wengine wanasema amezidi, ameotea. Umeona maneno hayo matumizi yake? Lakini dhana inabaki ni ile ile. Ambayo inakuwaje sasa dhana yenyewe? Kwa mimi dhana ambayo niliipata ile mahakama manake ni kwenye kamati zinazohusiana na nini na mpira. Kwa hiyo neno mahakama likibakia hivyo hivyo linakuwa linakosa maana, itakiwa seme kamati ya mpira kama ambavyo unasema. Sijasema ni makosa. Sijasema ni makosa. Nimekwambia hata kwenye mpira hapo unasema kuna kuotea, kuna kuzidi. Hakuna neno kwamba hilo baya hilo zuri. Kwa hiyo Wallace Karia alivyosema tutamshtaki mahakamani, alikuwa anamaanisha kwamba tutamshtaki kwenye kamati. Mimi mtazamo wangu nilivyochukulia, kwa sababu masuala ya mpira hasa yale ya kiufundi kabisa ya kiwanjani yawahi kushuhudia akipelekwa mahakamani, yanapelekwa kwenye kamati. Kwa hiyo hapo sasa tuseme kwamba kwa maana ya wasaidizi hawa wa Mwinchui ambao walikuwepo katika dabi ya Kariakoo pale Zanzibar, kwa maana ya Kasim Mpanga pamoja na Hamdani Saidi, wote wanatakiwa waende kwenye kamati za nidhamu za TFF kwa ajili ya hili ambao lililofanyika, maanake pia wameharibu mchezo. Sio kwenye kamati za nidhamu. Cha kwanza kitakachofanyika hapo ndio kwa utaratibu, kwa sababu nilishakuwa kwenye kamati ya waamuzi. Ndio kamati ya waamuzi. Cha kwanza ni kusubiri taarifa ya waamuzi, taarifa ya match commissioner, taarifa ya referee assessor, ndio, na taarifa ya msimamizi wa mchezo. Okay. Hizo zote zitapitiwa na kamati husika na zitatoa conclusion mwisho. Kwa hiyo ndo kile kitu ambacho pia Karia alikuwa anazungumza kwamba mwisho wa siku kama hizo kamati zikipita kwenye chemba hizo, ndipo ambapo sasa ataenda kwenye kuhukumiwa kwenye hizo kamati husika ambazo yeye alitafsiri kama ni mahakamani. Na mimi nilikwambie kwa kauli aliyoitoa jana, nilikuwa agizo. Kwa kauli aliyoitoa jana, aliyoitoa nani? Karia. Ndio. Tayari maana alikuwa anataka kuongeza umakini katika ufuatiliaji wa huo mchezo. Na ndicho kitakachoendelea kufanyiwa, kwa sababu nimekuambia kuna taarifa hapo ya waamuzi, ndio, taarifa ya match commissioner, ndio, taarifa ya referee assessor, ndio, taarifa ya msimamizi. Zote zitapitiwa na subirini mtasikia matokeo mwishoni. Na hiyo inaweza kachukua muda gani mpaka kupata ripoti kamili kwamba wamefikia maamuzi? Inaweza kachukua wiki, mwezi au siku ngapi? Ndani ya wiki hii. Na taratibu vipi zile za kutoa taarifa zinakuwaje? Inaweza zikatoka wazi, taarifa zikawa wazi kwamba hakukuwa na shida, au wanapewa kwenye kamati, au itakuwa ni siri? Wale taarifa ya mwamuzi, taarifa ya match commissioner, referee assessor na msimamizi wanafahamu mara baada ya mchezo. Taarifa hizo zinatakiwa, kwa mfano sasa hivi saa 5 saa 6 hii zinatakiwa ziwe tayari zimeshawasilishwa. Ndio. Kwa teknolojia tulionayo sasa hivi, taarifa hizo zinatakiwa ziwe zimeshawasilishwa sasa hivi. Okay. Na kuna taarifa ya awali, alafu una full taarifa. Okay. Sasa ninafahamu kwa taratibu zilivyo tayari wenye kuhusika wameshafanya na wenye kuhusika wameshapokea. Sasa ni swala la zile kamati zinazohusika kukaa na kupitia taarifa hizo na kutolea maamuzi. Lakini kwa upande wa referee, kwenye upande wa referee anapokosa umakini au msaidizi wa referee anapokuwa amekosa umakini, pia inatakiwa achukuliwe hatua, kwa sababu hutaki kukosa umakini. Of course.
kwa sababu sifa kuteuliwa hapo ni maana wewe ni mtu makini. Ndio. Sasa ukipungukiwa hapo, kuna taratibu zake zinafuatwa, na sio umakini tule na utimamu wa mwili. Na ndio maana waamuzi wote kabla ya kuwa mwamuzi anapimwa kwamba je, yuko kiakili, yuko sawa sawa. Kwa hiyo Kassim Mpanga alikosa umakini, itabidi alipungukiwa umakini. Kwa kauli ya Wallace Karia itabidi apelekwe mahakamani kwenye hizo kamati za TFF. Ndio. Atatutia tu. Sawa bwana, mimi Nasoro Saidi, mimi nikushukuru sana kwa kuwa tumeungana, na kama una chochote cha kumalizia kuhusiana na mchezo wa dabi uliopita kama mwamuzi na ambaye ulikuwa mwenyekiti wa flati kwenye kamati za uamuzi huko, kuna mambo mengi sana, kama una chochote cha kumalizia. Mimi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mchezo umekwenda salama, umekwisha salama. Ndio. Pili ni washukuru sana wahusika waliomteua Israel Mkongo kuwa refarii. Sio Israel Mkongo, rekebisha kidogo hapo. Israel Mkongo, okay, kwa asesa kwa asesa okay, sawa. Nifikie unamzungumzia Nasoro Mwinchui. Asesa wao ndio mtathmini waamuzi. Ndio. Nilifarijika sana niliposikia kwamba atakuwa mtathmini, kwa sababu Mjuni namfahamu na najua alitimiza wajibu wake vizuri kabla, wakati na baada ya mchezo. Na moja jukumu alilolifanya Mjuni, simsemei wala sijamuuliza wala sijawasiliana naye, najua aliwafanyia counseling before the match. Okay. Nashukuru sana, naomba kupitia kwako nimpongeze sana Mjuni. Namfahamu, ananifahamu vizuri. Alitimiza wajibu wake vizuri sana kwa hao, hasa kwa Mwinchui ambaye watu walikuwa na wasiwasi naye sana. Najua Mjuni aliplay part kubwa sana kumweka sawa Mwinchui. Basi asante sana na nikushukuru sana. Haya, asante, tutaendelea kuwasiliana. Asante sana. Naam, huyo ni kwa maana ya kocha wa zamani lakini ambaye alishaikuwa mwenyekiti wa Frati, chama cha waamuzi katika soka la Tanzania, na tulikuwa tunazungumza naye hapa kuweza kufahamu kuhusiana na namna mambo yalivyokuwa yameenda na kauli ambazo alisha kuzitoa Rais Wallace Karia, rais wa mpira wa miguu Tanzania, na mtazamo wake kwa ujumla, nini ambacho kimetokea na vitu vingine kama hivyo. Lakini yote katika yote, endelea kusubscribe channel hii kupitia Like Media. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa kuwa unaendelea kusubscribe, lakini kulike na kucomment na kuwa familia kila wakati. Mpaka wakati mwingine. Ciao.